Tunataka kuangalia neno la Mungu katika kitabu cha Warumi. Alafu tukitoka Warumi tunataka kusikia kuhusu mama moja ambaye alishangaza watu. Jina lake aliitwa Ruth. Ruth ni mama ambaye alikuwa na imani kubwa sana. Ruth alisimama kwa imani na kaamini ya kwamba yale anayosema atalitenda, na aliokolewa kwa sababu ya imani. Kwanza kabla hatujaenda kwa Ruth, tuende kwa hiyo mstari wa 8, Warumi 8. Tutasoma kuanzia tuanzie namba 31 mpaka 35. Alafu tuende kwa kitabu cha Ruth 1, number 1. So kwanza tusome Warumi. Na nilikuwa na wale wasomaji wangu wa Biblia, wako wapi leo? Naona hayuko. Nani alikuwa namshikilia ni wakati nilikuwa na ubiri, nilikuwa na watu wa kunisomea haraka. Sasa kama wako, nani yako tayari? Ulikuwa unasaidiana naye nisomee. Nisomee kitabu cha Warumi chapter 8 number 31 to 35. Warumi 8 mstari wa 31. Upande wa Mungu katika Kristo Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Tutaanza 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyewachilia wana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, nami na shahidi ya hayo, amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume kwa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida, au hadha, au njaa, au uchi, au hatari, au upanga? Ebu soma number 36. Kama alivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Hii ni neno la Mungu ambaye ilitokea kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo. Paulo akiwa katika kanisa la Warumi, roho ikaingia katika Paulo mtumishi wa Mungu. Roho ikasema, ni nani atakayewastaki, ama ni nani atakayewastaki wateule wa Mungu, ama ni nani atakayewadhulumu watu wa Mungu? Hapo amesema ya kwamba hakuna mtu ambaye atakuwa juu. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo Yesu? Ni kitu gani kitafanya sisi kuacha Yesu? Ni nini kitakayekuja kututenga na upendo wa Kristo ili tumwache Yesu? Maandiko inasema katika mstari hiyo wa 35 kwamba kama ni njaa, hapana. Kama ni kukosa nguo, hapana. Kama ni kisu kuchinjwa, hapana. Akasema hakuna kitu ambacho kitakachotutenga na upendo wa Kristo Yesu. Tumpe Yesu sadaka nzuri.
Hakuna kitu kitakachofanya wewe kutotumikia Mungu katika dunia. Mstari hiyo wa 35, msomaji, nataka turudie hiyo kwa sababu hapo ndio kuna point. Inasema, ni nani atakayekutega na upendo wa Kristo? Yaani ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Yaani ni kitu gani kitakufanya wewe kutomfuata Yesu ama kutomwabudu Yesu? Ni kitu gani ama ni nani huyo? Endelea. Je, ni dhiki au shida? Ni wakati wa shida itakufanya wewe kumwacha Yesu. Endelea. Au dhaa au njaa au uchi. Ama njaa, wewe useme leo usijekula utaki Yesu. Leo ujekula uwezi enda katika nyumba ya Mungu. Ama una nguo uwezi enda kumtumikia Mungu. Akasema hapana. Malizia. Au hatari au upanga. Au hatari ama upanga. Sasa hapa ndio watu wengi wanakana Yesu wakati wa hatari na upanga. Wakati utakaposhikiwa kisu uwawe ndio umwache Yesu, ndio wengi watamkana. Lakini maandiko yanasema hata hiyo kisu, hata hiyo hatari, hatutamwacha Yesu. Amen. Hata tukiwa na njaa, hata mtu akikwase kanisani, hautamwacha Yesu. Amen. Hautamwacha kumwabudu. Amen. Haleluya. Amen. Hata mtu akukwase na kukuambia maneno ile, utakuja kwa ibada za Yesu Kristo kwa sababu yule ambaye unayemwabudu unamjua. Amen. So mwanadamu asije akakukemea na wewe ukose kwa ibada ya Mungu. Amen. Kwa sababu wamesema hata kama ni uchi ni kukosa nini? Nguo. Lakini utamtumikia Mungu bila hiyo nguo. Amen. Utatumikia Mungu wakati uko na njaa. Amen. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Amen. Kwa hiyo kumpenda Yesu inataka umpende sana, kwamba hakuna kitu kitafanya wewe kutokuwa na Yesu. Amen. Hakuna kitu kitafanya wewe kutoabudu Mungu. Hakuna. Amesema kisu, unajua kisu ni kukatwa kina kisu. Akasema hapana. Njaa hapana. Kudharauliwa ametaja. Hata sitawacha Yesu. Amen. Kwa hivyo maandiko inatuambia nini leo? Tumpende Yesu sana kuliko vyote. Amen. Kwamba hakuna kitu kitakutenga na Kristo Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Sasa tuende katika kitabu cha Ruth. Ruth iko katika Agano la Kale sasa. Naye alikuwa na upendo mkubwa sana. Ilikuwa ni upendo ya ajabu. Yaani Ruth alishangaza watu Israeli kwa kupenda mama moja ambaye ilikuwa ni mama mkwe wake. Mstari wa kwanza, Ruth iko page 297. Ndio upate haraka wale wanasoma 297. Ruth iko Agano la Kale. Kitabu cha Ruth. Tutaanzia hata tuanzie mstari wa number 6, tusome number 6. Alafu tutoke hapo, tukifika number 6 turuke mpaka number 9. Alafu kutoka number 9 uruke mpaka 13. Tusikie Ruth. Ruthi kwanza 6. Ndipo alipoondoka yeye na wekeza ili kurudi kutoka nchi ya Moabu. Maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewaachilia watu wake kwa kuwapa chakula. Mstari wa 9. Bwana awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akambusu na akawapasa na wakapasa sauti zao wakilia. Mstari wa 13. Je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima?
mngejizuia msiwe na waume, la sivyo mwanangu, ni vingumu kwangu kuliko kwenu, na kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Endelea 14. Nao wakapasa sauti zao, wakalia tena, na Harpa wakambusu mkewe. Lakini Ruthi akaambatana naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi rejea wewe mfuate shemeji yako. 16. Naye Ruthi akasema, usinisi nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukahapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na watu wako watakuwa watu wangu. Pale atakapofika nitakufa nami, na papo hapo nitasikwa. Bwana anitende hivyo na kusidi, hili kufa tu kutatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekasa nia yake, akafuatana naye, aliacha kusema naye. Tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Asante, unaweza keti sasa. Huyu ni Ruth. Huyu ni mama moja aliolewa katika boma moja ya mzee moja, lakini baada ya mume wake kufa, sasa yule Naomi mama mkwe akasema narudi kwao kule Israeli, kwa sababu alikuwa ametoka mali, kwa sababu kule akahamia mji wa Moabu kwa sababu kulikuwa na njaa kubwa katika nchi. Walipofika huko na wanawe wawili wakafa, wakabaki wamama wawili walikuwa wameolewa katika hiyo nyumba. Maandiko yanasema ya kwamba naye mume wa Naomi akafa, akabaki mama na ile mabibi wawili wa vijana wake ambayo wamekufa. Sasa Naomi aliposikia ya kwamba kule Israeli kule kwao chakula sasa imekuwa, akataka kurudi kwao. Na alipotaka kurudi kwao, sasa akaambia wale walikuwa wameolewa katika ile boma, mrudini kwenu sasa, kwa sababu mabwana zenu waliowaoa wamekufa. Maandiko inasema ya kwamba mmoja akarudi, lakini Ruth alibaki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ruth akawa na imani na Naomi, akasema sitarudi kwetu, nitaenda na wewe mali unaenda. Yule mama akasema mimi ni mzee, hata sitazaa tena nikapata kijana akawaoa. Akasema hapana, watu wako watakuwa watu wangu, mahali utakapoenda nitaenda na wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mahali utazikwa na mimi nitazikwa, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mama alijaribu kumwambia kwamba nenda, kwa sababu sina mume, sitapata mtoto awe mume wako tena. Lakini alikataa, akasema nitaenda pamoja na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Tumpe Yesu sadaka. Haleluya. Amen. Wangapi tuko pamoja katika jina la Yesu? Nataka mpende Yesu. Hii mahubiri ya leo ni kupenda Yesu, kupenda Mungu kwa nguvu zako zote, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakutenga na upendo wa Yesu Kristo. Haleluya. Iwe ni rafiki yako, iwe ni nyumba yako, iwe ni nani. Na kuna wakati nilihubiri hapa nikasema mambo ya Mungu naweka mpaka. Kuna mahali ambapo mtu hawezi kukuambia usiabudu Mungu. Hata kama ni familia yako unamwambia hii ni yangu, wokovu ni yangu, hii ni yangu. Hii kuamini Mungu, hii kutumikia Mungu ni ya wewe peke yako. Mtu hawezi akaingilia hiyo, kwa sababu wewe ndio ulifanya kauli,
kuwa na kauli ya kumfuata Kristo Yesu. Kwa hiyo mtu hawezi kukuambia kwamba usiabudu Mungu, hawezi kukuambia usiende kanisani. Hiyo ni yako. Wokovu ni ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo ni kauli ya mtu. Uliamua mwenyewe, ambaye hakuna mtu ambaye atakayeingilia. Iwe ni nani, iwe ni mtu gani, hawezi, hata mtoto wako hawezi akaingilia katika wokovu wako. Wokovu ni wako. Na wewe mzazi huwezi ingilia wokovu ya mtoto, ni yake. Hiyo ndiyo maisha yake. So mtu hawezi kukuambia usiabudu Mungu. Utasema nitaabudu Mungu wangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama huyu Ruth akasema ya kwamba nitaenda na Naomi, nitaenda na mama mkwe mpaka mahali atakayekufa na kuzikwa, na mimi nitazikwa hapo. Angesema ninamfuata ya nini? Na mume wangu amekufa, mama mkwe namfuata ya nini? Atanipa nini? Lakini alikuwa na imani na Mungu alikuwa ndani yake. Kwa sababu gani? Kumbe baraka ya Ruth ilikuwa kwa Naomi. Alifuata Naomi akijua ya kwamba nitabarikiwa kwa huyu mama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huyu Naomi ndio alizaa king moja ambaye anaitwa Daudi. Haleluya. Ndio Daudi, shida la Daudi, lile mfalme aliyetumikia Mungu, ilitokana na Ruth. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbe baraka yake ilikuwa ndani ya huyu mama. Akasema nitakufuata. Kama leo wewe baraka yako iko kwa Kristo Yesu, ukitaka kubarikiwa na kuinuliwa, ni kufuata Yesu na kupenda Yesu kwa nguvu zako zote. Haleluya. Haleluya. Naongea na mtu, unampenda Yesu kwa nguvu zako zote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huyu Ruth akasema usinisini nikuache, maana Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Haleluya. Mahali utakayezikwa na mimi nitazikwa, watu wako watakuwa watu wangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanatuambia kwamba walikaa na ule mama, na sasa yeye akaolewa kwa boma iliyobarikiwa tena. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Na hiyo boma ilimpeleka mpaka akazaa king ambaye alikuwa anatumikia Mungu, ambaye mpaka sasa katika maandiko Ruth anatajwa kama vile Daudi aliyotajwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata inatakikana ya kwamba hakuna mtu ambaye atakwambia wachana na kanisa. Unasema usinisini, wachana na kanisa. Wacha nikae kwa kanisa, kwa sababu hiyo ndio baraka yangu, kwa sababu hapo kuna maono yangu, kwa sababu hapo kuna Mungu wangu, na nitabarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtu asikutenge na Kristo Yesu. Mtu asikutenge na Mungu na ibada zake. Haleluya. Unajua wakati unapokosa ibada moja, umepoteza kitu cha muhimu kwa maisha yako. Ibada moja tu ukikosa, unapoteza kuabudu Mungu. Maana maandiko yanasema kwa mahali pengine, watu wa Mungu walipokaa na kusemezana, ikaandikwa katika kitabu cha ukumbusho. Vile unapokaa katika nyumba ya Mungu, unaandikwa katika kitabu cha ukumbusho yale yote unayofanya. So mwambie mtu, utanitenga na Kristo. Haleluya. Utanitenga na upendo wa Kristo Yesu. Wakati mambo imeharibika, unasimama na Kristo Yesu. Hata wakati mambo imekufinya, Mungu atakupoa kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu atakuinua tena katika jina la Yesu. Ataangalia kilio chako na kuinua wewe tena. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wengine wakasema tutembee na Yesu. Wakatembea katika bahari ya Galilaya, lakini Yesu akashikwa na usingizi. Waliposhikwa na usingizi, naye mawimbi ikakuja, mawimbi ile ilikuwa nataka kuzama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Walisahau kumbe kuna mfalme hapa. Wakaanza kupiga kelele,
tunakufa, lakini hawakujua ya kwamba kumbe Yesu yuko. Alikuwa amejilaza tu namna hiyo. Yesu tunakufa. Kwanza yule mtu kierere moja ambaye namuitanga kierere anaitwa Petro. Na mkienda mbinguni msalamie Petro kwanza. Haleluya. Alikuwa ni mtu ya haraka mambo nyingi. Alikataza Yesu akamwambia usinioshe. Yesu akamwambia nisipokuosha wewe hatuna uhusiano na wewe. Akamwambiaje Yesu? Unajua hii watu wa kierere saa nyingine ni nzuri. Akamwambia si kichwa peke yake, yote mwili yote. Sababu ya ile mambo yake speed. Akasema tunakufa. Kwa sababu walikuwa wamefikia mahali ya kufa. Sijui nyinyi mnajua bahari, nyinyi wale mmeenda Mombasa mnajua. Kuna wakati walimu wamekuja wakaniambia tuingie kwa boat, twende kwa Highland. Mimi sikufika mbali. Kabla ile kitu kuamuka nilisikia kukufa. Ilianza hivi. Nikamwambia hapana stop. Nilirudi. Hii inashtua sana. Sasa kumbuka Petro na wale wengine ilikuwa izame. Na Kristo Yesu yuko ndani. Wakasahau kwamba kuna mfalme na sisi. Asifiwe Mwokozi Yesu. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Wakati mambo mawimbi imeharibika mpaka unaona ni mwisho, ndio Yesu anaamuka anasema upone sasa, anakuinua, anakutengeneza tena. Wakati umepiga nduru ninakufa, kumbe ufi. Yesu yuko. Wakati umekosa ndio anatokea sasa wa dakika ya mwisho. Nasema amuka kwa hapo, pona kwa hapo, ninakuinua kwa hapo, mambo yote. Kwa sababu yeye yuko hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo Yesu ni kupenda Yesu sana. Amen. Haleluya. Amen. Unapenda na upendo mzuri kabisa kwamba hakuna kitu kinaweza kukutenga na yeye. Haleluya. Amen. Kama Ruth akasema nitatembea na Naomi. Na unajua hii ni ajabu. Kwa sababu saa nyingine au wamama mkwe ninyi ambaye mumeolewa sana upendo hakuna. Si ndio? Hata wewe umpendi. Hata wewe umpendi. Hata wewe umpendi. Hata wewe. Haleluya. Leo mtapenda mama mkwe kwa ibada. Kila mtu ataenda kupenda. Haleluya. Ruth akasema nitakwenda na wewe. Hakumchukia. Kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Naomi. So huyu mama anayemfuata kumbe baraka yake ilikuwa imeambatana na nani? Na Naomi. Tumesikia katika kitabu cha Warumi kwamba hata kama ni upanga, kushikiwa upanga ukufe utawacha Yesu. Hata kama kuna njaa, hata kama una nguo utatumikia Yesu. Hata kama hakuna chakula. Hiyo Warumi ngapi? Tumesoma Warumi 8:30 ngapi? 35, si ndio? Hakuna kitu kinaweza kututenga na upendo huyo. Haleluya. Hakuna chochote, iwe ni nini hakuna. Ikifika hapo kuna mpaka. Mimi lazima nimtumikie Mungu, lazima niende kwa kanisa. Haleluya. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Hata saa nyingine ukiambiwa usiende hiyo kanisa, enda ile. Unasema mimi najua ile kitu inakuanga kwa hiyo madhabahu. Haleluya. Kuna kitu fulani inanivutia ambaye ni nguvu za Mungu kwa hiyo madhabahu. Nimefaidika kwa hiyo madhabahu. So wewe na maneno yako kuna mpaka. Wachana na mimi na madhabahu hiyo. Haleluya. Wachana na mimi na huyo Mungu ambaye namjua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usimame na kupenda Mungu na kupenda Yesu. Ruth akamwambia mahali popote utakapolienda, na akasema ya kwa kamaliza kusema ya kwamba na mahali utazikwa na mimi nitazikwa. Ni upendo mkubwa. Haleluya. Ni upendo hali ya juu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kupenda mtu mpaka akikufa na wewe ukufe kwa sababu ya upendo. Hii ilikuwa Ruth alikuwa anaonyesha juu ya upendo wa Yesu Kristo. Jinsi Yesu alipotupenda mpaka akakuja. Unajua tulipendwa. Hatungekuwa hapa kama si Yesu kwenda mbinguni kutuandalia makao. Haleluya.
maana akasema naenda kuandalia makao na ikisha kamilika naacha kuwachukua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Yesu akasema ya kwamba Mungu akasema ya kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu sana hata akamtoa Kristo Yesu. Ni kwa sababu ya upendo. Na Yesu akasema ni upendo wa namna gani rafiki ya mtu anaweza kujitoa kwa rafiki yake, maisha yake kwa rafiki yake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. My principal, wakati nilikuwa katika Bible school, principal wangu alikuwa ni Chinese. Haleluya. Huyu Mchinese alinifundisha, lakini alituambia kuna mtu rafiki yake alihukumiwa kotini kwa sababu ya makosa, akahukumiwa kufe. Sasa huyu rafiki ya my principal, huyo principal wangu, mwalimu wangu, acha nitumie jina mwalimu, akasema ya kwamba huyu mtu asinyongwe kwa sababu kifungo cha huko ukikosa kuna kufa. Akahukumiwa kufa, kunyongwa. Sasa yeye huyu mwingine hakukuwa na watoto na ule mwingine alikuwa na watoto 3. Akaenda kotini akasema badala mnyonge huyu kwa sababu ana watoto 3, mnyonge mimi badala yake. Mwalimu wangu aliongea na yule mwingine akamwambia, wewe unajua vile unasema? Akasema ninajua, kwa sababu huyo ana majukumu na mimi sina. Wacha ninyongwe na yeye abaki. Haleluya. Angalia upendo ya ajabu. Yule akanyongwa, yule mwenye watoto 3 mwenye makosa akawa hai. Angalieni upendo kamili. Upendo wa Yesu, akajitoa msalabani. Haleluya. Ili tuwe na ibada hii ni kwa sababu ya msalaba. Haleluya. Ili tuwe na msamaha wa dhambi ni kwa sababu ya msalaba. Ili Yesu atuponye, tunapona kwa ugonjwa ni kwa sababu Yesu alienda msalabani. Maandiko yanasema kwa kupigwa kwake tumepona. Tumpe Yesu sadaka. Amen. Kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa hiyo nataka tupende Yesu kabisa. Hakuna kitu kitatutenga na kupenda Yesu, kwa sababu huyu Yesu ndiye atatuinua. Huyu Yesu ndiye atatuponya, ndiye anatuponya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu turudie mstari wa 16. Msemaje, twende 16 na tusome pamoja na wale, na ni vizuri nilisema tuwe na Biblia. Kila mtu awe na Biblia. Haleluya. Mstari wa 16. Naye Ruthi akasema, usinisi ni kuache. Yaani usinisukume ukiniambia ya kwamba ni kuache. Nirejee nisifuatane nawe. Ili niende kwetu, ili nisiende na wewe. Maana wewe uendako nitakwenda. Kwa sababu wewe mahali utakwenda, yani mahali utaenda, Kiswahili nzuri, mahali utaenda nitaenda. Na wewe ukahapo nitakaa. Mahali utakaa, mahali utaishi, ile kitu utakula, ile kitu utavaa nitavaa, ile kitu utakula nitakuwa pamoja na wewe. Watu wako watakuwa watu wangu. Watu wako watakuwa watu wangu. Na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Na Mungu wa Naomi atakuwa Mungu wa Ruth. Haleluya. Hapo tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Hiyo ni kidogo. Hiyo ni, kwani ni mko wengi na kwani hampendi Yesu nyinyi? Kama upendi Yesu usipige makofi. Ya nini na umtaki? Sasa unapiga mtu na mtaki. Kama unamtaka unapiga makofi vizuri na kusema amen. Haleluya.
Kwa sababu saa nyingine unajua huwezi sukumwa kitu utaki. Kama wewe umechagua jehanamu, nenda jehanamu tu. Haleluya. Amen. Kuna mama moja aliniambia hapa wakati nilianza kuomba, akija kanisani mambo inaharibika sana. Akiwa aje kuja inakuwa sawa. Sasa nikamwambia nenda huko sasa mali unaona iko sawa. Ningemwambia nini? Si anasema akiwa kule hata akui nini ako sawa. Lakini akikanyanga kanisani mambo inaharibika sana. Sasa akae huko, si ndio? Na muombezi siku kuona wewe. Usikae hapo, siku nyingine utakuwa nakaa hapo. Haleluya. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Kwa hiyo kupenda Kristo Yesu sana. Malizia sasa. Haleluya. Kupenda Yesu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa mimi nami. Ndio, mahali utakayekufa na yeye atazikwa pale. Yaani atakufa pale kwa sababu alimpenda. Na papo hapo nitasikwa. Na atazikwa karibu na kaburi ya yule mama aliyempenda sana. Bwana anitende hivyo na kusidi. Na Mungu atende hivyo na kusidi. Ili kufa tu kutatutenga wewe nami. Na kufa peke yake kitatutenga na wewe. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Na pale katika Warumi akasema hakuna kitu kitatutenga na upendo wa Kristo Yesu. Hata kama hakuna chakula na nguo, hata kama ukishikiwa kisu, na wakati wa shida hutawacha Kristo. Utazidi kumwabudu Mungu sana hata wakati wa shida. Hata wakati hakuna chakula, unamwambia Mungu hata kama hakuna chakula nitakusifu. Amen. Hata kama hakuna nguo nitakuinua tu. Amen. Hata kama nimeshindwa sana, wewe ni Mungu tu. Amen. Atakuja sasa. Utamwona katika shida yako na atakuinua. Amen. Wakati watu wanasema umekwisha, na ndio wewe sasa mwanzo wako wa kuinuliwa, unaanza kubarikiwa, unaanza kuonekana tena katika jina la Yesu. Ni kwa sababu ya kupenda Kristo. Amen. Hii mambo ya kukosa isikutishe, Yesu atakubariki. Amen. Bora tu ukae na yeye. Bora ukae kwa neno lake. Bora ukuje kwa ibada zake. Yeye ndiye mwachie anakuinua. Hata kama watu wamekudharau namna gani, umpatie siku chache atakupenda. Utavalishwa uso mwingine ya kwamba una kibali kwa watu wote. Na kibali itaonekana kwa kila mtu. Ukienda kila mahali anasema huyu ni mzuri. Ukienda kwa kazi inakubalika. Kwa hivyo usitishike na matisho ya shetani kidogo. Yesu anaenda kukuokoa. Wakati anaposhangilia wewe umefinywa sana. Yes. Mungu anafanya huyo ambaye anasema yani aibiki na wewe uinuliwe. Amen. Amen. Kuna kijana mmoja mwimbaji kutoka Rwanda anasema hata kama usiponisaidia nyimbo yake nitakuabudu tu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana hata kama usiponisaidia nitakuabudu tu. Amen. Wewe utakuwa Mungu tu bado. Kwa sababu mwisho ya yote atatokelezea. Amen. Atatokea Yesu. Amen. Atakuinua. Amen. Na maadui zote wako watasetwa chini ya miguu yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Ruth akaingia katika nyumba ya ufalme. Amen. Haleluya. Amen. Yule mama alikuwa anasi yule mwingine ndio yeye ukoo yao sasa akamchukua, na kumbe ni ufalme, akawa tajiri. Ruth akawa na njia nzuri kwa sababu Mungu alikuja. Amen. Baada ya shida yake, ile kitu inatakikana tu ni kupenda Mungu na kukaa kwa nyumba ya Mungu peke yake. Amen. Haleluya. Amen. Utaona ushindi wa Bwana. Amen. Utaona ushindi wake. Amen. Utaona atakushindia. Amen. Baada ya mambo mingi utainuliwa tena. Amen. Hata kama
wanaona umekufa atakuinua tena. Yaani atakuvuta mahali huko. Amen. Milango zitafunguliwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mimi nataka ujiconnect na madhabahu. Wakati tu moyo wako iko kwa hii madhabahu, hata kama siko. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ile Jumapili nyingine ile wacha hii ile nilisikia mlibarikiwa sana. Amen. Kuna mtu aliniambia mchungaji, tumebarikiwa sana. Na mimi najua ni connection hapa. Kwa sababu hata kama msiponiona, spirit yangu iko kwa hii madhabahu. Amen. Kwa hiyo utabarikiwa tu hata kama siko. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo ukijiconnect na Kristo Yesu na madhabahu ambayo unajua kuna wakati nilipona. Kuna wakati sikuwa na kazi nikapata. Yes. Hata ukasema hata kama sijapata kazi, yes, hata kama sijabarikiwa, hiyo madhabahu nitabarikiwa kwa hiyo madhabahu. Amen. Mungu atanibariki kwa hii madhabahu. Amen. Katika jina